Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo katika kitabu cha Warumi sura ya 4. Tutaanza na siri ya kwanza, mfano wa Abrahamu. Basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kama vile Daudi aunenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa ana haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na waliostiliwa dhambi zao. Basi je, uheri huo ni kwa hao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Alihesabiwaje basi? Alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanazifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Nini tunapojifunza mfano wa Ibrahimu? Tunapozungumzia mfano wa Ibrahimu, tunaangalia jinsi Yesu Kristo tunavyopaswa kumwamini. Ibrahimu alipomwamini Mungu akahesabiwa haki. Ndivyo tunaposema asiyemwamini Yesu Kristo hawezi kupona. Maana yake ni nini? Ibrahimu hakuhesabiwa haki kwa matendo yake, bali alipomwamini Mungu akahesabiwa haki. Maana yake ni nini? Aliyemwamini Mungu huyo kipindi kile Ibrahimu alikuwa ni Yesu Kristo. Alihesabiwa haki kwa kumwamini pasipo matendo. Maana alipomwamini tu Mungu, Mungu akamhesabia haki kabla hata hajatahiriwa. Na kutahiriwa kwa Ibrahimu, alipotahiriwa akafanywa baba wa mataifa mengi kwa wote waliotahiriwa na wale wasiotahiriwa pia. Tunajifunza nini? Maana yake ni nini? Kama Ibrahimu alipomwamini Mungu akahesabiwa haki, kwa hiyo hata sisi tunapomwamini Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Tunaposema Mungu ni neno, naye neno alifanyika mwili akawa kwetu, naye tukamuona neno, tukaishi naye, tukala. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye tunatakiwa tumuige baba yetu jinsi alivyohesabiwa haki kwa kumwamini Mungu, na sisi tunatakiwa tuhesabiwe haki kwa kumwamini Yesu Kristo.
Siri ya pili, ahadi ya Mungu yatimizwa kwa imani. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu, aliye baba yetu sisi sote. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Nini tunajifunza hapa katika ahadi ya Mungu yatimizwa kwa imani? Tunapoangalia Ibrahimu, aliamini ahadi aliyompa Mungu itatimizwa, na ikawa hivyo. Hata hivyo, Ibrahimu ukisoma vizuri kitabu cha Mwanzo, hata alipopewa ahadi ya kurithi taifa la Kanaani ambao ni Israeli ya leo, aliambiwa wewe utakufa katika uzee wako mwema, lakini uzao wako utaenda kutumikia utumwani Misri miaka 400, na nitawatoa kwa mkono wangu wenye nguvu, na watakuja kuimiliki hii nchi. Ibrahimu akaamini ile ahadi. Tunajifunza nini sasa katika ahadi ya Mungu yatimizwa kwa imani? Yesu Kristo alipokuja, wakati anamega mkate na wanafunzi wake, aliwaambia, twaeni mle ote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa agano jipya, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na mwili na damu alifanya hivyo hivyo, na alipopaa alituahidi hivyo hivyo pia Yesu Kristo kwamba nitarejea tena kuja kulinyakua kanisa, na kanisa ni watu. Kwa maana hiyo ahadi Yesu Kristo aliahidi haiwezi kupita, kwa sababu kama Ibrahimu aliamini akapewa ahadi, akafa katika imani ya Mungu ya kumwamini, na ahadi sisi tunashuhudia kweli ahadi imetimizwa machoni petu. Tunashuhudia kama jinsi tunavyoshuhudia Israeli. Hii ni ahadi ya Ibrahimu, na Ibrahimu hakuishuhudia, bali alikufa katika uzee wake mwema pasipo kushuhudia ahadi. Tufanye nini basi? Hata sisi tunapaswa tumwamini Yesu Kristo, maana ni yule aliyemwahidi Ibrahimu kwamba atarithi nchi ya Kanaani ambayo ni Israeli ya leo. Na ndivyo hata Yesu alivyotuambia kwamba tuishi katika imani na pendo lake, tutarithi mbingu mpya na nchi mpya. Hapa tunapojifunza injili hii tunajifunza ahadi ya Mungu haiwezi kupotea bure. Ahadi yoyote aliyoiahidi Mungu lazima itimie, kwa sababu Yesu Kristo aliahidiwa katika Agano la Kale kwamba atazaliwa
Emanueli, Mungu pamoja na wanadamu, ilitimia. Hata sasa hivi Yesu alipokuja kukamilisha misheni yake ya ukombozi, akaahidi atakuja kutuokoa, napo tutatengenezewa mbingu mpya na nchi mpya. Tutaishi milele pasipo kufa, tukiwa na imani na tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.